kueleza umuhimu wa akili wa mwanadamu. Umar ibn al-Khattab akasema, aslur rijalu aqiluhu, aslur rijalu aqiluhu, asili ya mwanadamu ni akili yake. Asili ya mwanadamu ni akili yake. Kwa hiyo ili uhisabiki wewe ni mtu ni mstarabu, ni mtu uliofaa kwa wenzako, kwanza kinachozingatiwa ni nini? Akili. Kwa hiyo kinachozingatiwa ni nini? Ni akili. Umar ibn al-Khattab akasema maneno hayo, aslur rijalu aqiluhu, kwamba ustarabu wa mtu ni akili yake. Aslur rijalu aqiluhu, ustarabu wa mtu ni akili. Ili ionekane kwamba fulani ni mstarabu, kwanza ule ustarabu kabla haujaangaliwa na kupimwa katika mizani, watu wanaangalia zile akili zake, fikra zake. Aswaliu Bwana Mtume Muhammad. Kabla hatujamhukumu ustarabu wake, kwanza watu wanamchunguza akili. Ile akili ikipatikana, basi kunapatikana ustarabu. Hayo ni maneno ya Umar ibn al-Khattab, lakini akasema wa hasbuhu dinahu, na heshima yake. Heshima yake, ili mtu aonekane ana heshima, ni akili yake. Ili aonekane fulani ni mtu mwenye heshima, basi inazingatiwa nini? Akili. Kwa hivyo hata hao unaoona ni watu wastaarabu ni akili. Hawa watu unawaona ni wastaarabu ni akili. Hakuna kitu kinachomfanya mtu awe ni mstaarabu zaidi ya akili. Kwa hiyo mtu kuwa mstaarabu ni akili. Kuwa mtu ni mwema na mtu akawa na fikra nzuri ni akili. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la mwisho akahitimisha Umar bin al-Khattab akasema Umar bin al-Khattab katika kuizungumzia akili kwa mapana yake na kuieleza akili kwa urefu wake, akasema muruatuhu khulquhu, ili tabia ionekane ya mtu fulani, ipatikane tabia kwa fulani, lazima ipatikane akili. Yani ili wewe fulani tukuhisabia ni mtu mstarabu, ni mtu mwenye tabia nzuri, ni mtu ambao kwamba una akili ilizokamilika, kwa hiyo lazima ile akili iliyokamilika itimie ili uonekane wewe ni mstarabu. Ile akili ulitimia ili uonekane wewe ni mtu ambao kwamba una heshima, ili mtu uonekane wewe ni mtu mwenye adabu nzuri na akhlaki zilizokuwa njema, lazima ile akili iangaliwe. Aswaliu Bwana Mtume Muhammad.